Bwana, nimekuja kuwapa big news ama kuwapa story kubwa zaidi ambayo itawafurahisha wana Yanga wengi. Yanga bwana wamepata dili moja kubwa sana, dili kubwa sana kuliko ile dili ambalo wamelipata Simba chini ya J-Root Company kwa wale wasambazaji wa jezi wale. Simba of course inaonekana kama imepiga dili kubwa, imepata dili kubwa sana, lakini Yanga ndio wamepata dili kubwa zaidi. Na dili la Yanga bado limefungwa, lakini nimepekenyua nimeanza kujua baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye mkataba mpya wa Yanga na mdhamini wao mpya ambaye wataanza kufanya naye kazi msimu unaokuja, kwa maana msimu 2025 2026. Yanga wamepata dili kubwa sana yani nadhani kwa Afrika nzima watakuwa wamezidiwa na Al Ahly na Mamelodi Sundowns wa kuwa na mdhamini ambaye analipa pesa nyingi zaidi kwa mwaka, kwa sababu unajua Mamelodi Sundowns na Al Ahly ndio timu ambazo zina watu ambao wanatoa zaidi ya bilioni 50 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka. Kwa hiyo hizo ndio timu ambazo zimepiga hatua kubwa, ndio ambazo huwezi kulinganisha dili lao na dili ambalo wamelipata na Young Africans. Sasa Yanga wana mdhamini mkuu anaitwa SportPesa. Lakini SportPesa bado mkataba wake na Yanga uko unasoma. Maana yake walisema ni mkataba wa muda mrefu kidogo kama unakumbuka ndio walisema msimu mwaka juzi lakini ule mkataba wao bwana sasa hivi unataka kubadilishwa kwa sababu Yanga wamepata mdhamini mkuu ambaye ataweka pesa nyingi zaidi. Manake ule mkataba wale SportPesa ambao wanatoa zaidi ya bilioni 2 na kitu kwa mwaka, sasa hivi mkataba wao utaendelea kuwepo kama kawaida, lakini hawatakaa mbele ya jezi za Yanga. Tuelewane vizuri. SportPesa bado wapo Yanga na wataendelea kulipa kiwango kile cha pesa, lakini hawatakaa mbele kwenye jezi za Yanga, ila watakaa nyuma kwenye jezi za Yanga. Kwa nini wanatolewa mbele na wanakaa nyuma kwenye jezi za Yanga? Wanatolewa mbele kwa sababu wanampisha mdhamini mpya ambaye atakuwa anatoa zaidi ya bilioni 7 kwa mwaka mmoja. Wanampisha mdhamini mkuu wa Yanga ambaye atakuwa anatoa zaidi ya bilioni 7 kwa mwaka mmoja ndani ya Coast Young Africans. Maana yake SportPesa anatoka hapa mbele anaenda nyuma. Maana yake jezi ya Yanga itakuwa ina mdhamini ambaye wa mbele anatoa zaidi ya bilioni 7 kwa mwaka, alafu wa nyuma anatoa zaidi ya bilioni 1 kwa mwaka. Alafu hapo bado hatujazungumza wadhamini wengine. Hapa tunazungumza wadhamini wawili tu ambao wote wana sifa za udhamini mkuu. Manake mbele na nyuma Yanga itakuwa na wadhamini ambao wana uwezo wa kuipa Young Africans zaidi ya bilioni 8 kwa mwaka mmoja. Zaidi ya bilioni 8 kwa mwaka mmoja. Kumbuke Simba wanapokea zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka mmoja. Manake watakuwa wamewazidi Yanga, watakuwa wamezidiwa na Yanga kwa zaidi ya bilioni 3 na kitu kwa mwaka mmoja. Hapo tunazungumza mdhamini mkuu. Mdhamini mkuu pesa ambao wanatoa pamoja na SportPesa ambaye anaendelea kusalia kama mdhamini wa Young Africans, lakini anatoka kwenye kifuani anaenda nyuma mgongoni huko. Kwa hiyo hii ni Yanga. This is Yanga. Hicho ni cha kwanza. Na bado sijakutajia mdhamini mkuu ni nani, lakini nisikilize kwanza vizuri. Na hapa na kwanza nakupa offer namna ambavyo mikataba yao inakuwa. Hicho ni kipengele cha kwanza. Lakini kipengele cha pili, huyu mdhamini mpya wa Yanga atakuwa anatoa bonus kwa wachezaji pale ambapo timu itakuwa inafanya vizuri. Yaani timu ikifanya vizuri zaidi, especially kwenye mashindano ya kimataifa, bonus hazitakuwa chini ya club kwa mujibu wa taarifa ambayo nimepata. Yaani bonus zitakuwa chini ya huyo mdhamini mkuu ambaye ameingia. Kama wakifanya vizuri kimataifa, bonus zitakuwa chini ya Young Africans. Labda zile ahadi tu ambazo Yanga wanaweza kuzitoa kwamba jamani mkishinda sisi labda JSM watatoa milioni 200 au labda mkifanya nini labda JSM watatoa labda milioni 50 nini hivyo. Lakini ile bonus ya kawaida tu ya msimu kwa wachezaji kwenye mashindano ya kimataifa wakifanya vizuri, mdhamini wao mkuu ndo anatoa hiyo pesa. Maana yake sio tena klabu ya Yanga, maana yake matumizi kwenye klabu ya Yanga na yanapungua yanaenda kumdhamini sasa. Unaona akili ambayo wametumia Yanga kwa maana ya kwamba klabu tena haiwazi kuhusu bonus za timu kwa msimu, ila klabu itakuwa inawaza tu namna ya kulipa mishahara wachezaji. Na ukumbuke wanapokea zaidi ya bilioni 8 kwa mwaka mmoja. Hapa hatujazungumza wadhamini wao ambao ni haki za matangazo. Hatujazungumza wadhamini wengine kama wale maji na makampuni yale ya maji na nini na vitu vingine kama hivyo. Maana kuna uwezekano mkubwa kwa msimu mmoja Yanga ikatengeneza zaidi ya bilioni 10 kupitia wadhamini tu pekee. Hapo hatujazungumza masuala ya gate collection,
hatujazungumza masuala sijui ya kadi za wanachama, kwa sababu wanachama pia nao unajua Yanga mpaka sasa imesajili wanachama wengi, ndio timu ambayo ina wanachama wengi ambao ni hai. Maana yake ni kwamba ukichanganya pia na pesa ya wanachama ya mwaka, tuashumu hao wanachama wamechanga tu bilioni 1 tu. Ukichanganya pesa za wadhamini, maana yake unawezekana Yanga kwa mwaka mmoja ikawa na zaidi ya bilioni 10 na kitu ndani ya mwaka mmoja. Sasa ikiwa timu inazalisha zaidi ya bilioni 10 na kitu kwa mwaka mmoja, mnasubiri nini? Si mnaweza kujenga hata uwanja, kama sio kujenga uwanja mnaweza kusajili wachezaji kama kina Pesita au kina Mayele hata mkawarudisha. Kwa sababu mkiwa tu na bilioni 3 mnaweza kumrudisha Mayele na kumlipa mshahara vizuri tu. Maana yake mnaweza kusajili wachezaji bora barani Afrika na mnakuwa na uwezo wa kuendesha timu yenu kwenye ule ubora unaotakiwa. Kwa hiyo hii ni faida kubwa sana kwa timu kama Young Africans, na ninaamini kwamba hili dili ambalo wamelipata Yanga litawapa faida kubwa sana hapo mbeleni. Hiyo ni faida ya pili. Lakini faida bado sijakwambia mdhamini yenyewe ni nani. Faida nyingine ya tatu ni kwamba Young Africans wataboreshewa kwenye kiwanja chao cha mazoezi pale, wataboreshewa baadhi ya vitu. Yaani watakuwa na gym ya kisasa zaidi. Ukiacha ile ambayo wanaitumia sasa hivi, ila watakuwa na gym ya kisasa zaidi ambayo itakuwa ina uwezo wa kutengeneza wachezaji vizuri sana. Wana gym by the way, lakini gym yao unajua sio ya kisasa Kwa hiyo wanachokifanya wadhamini wapya wamewaambia watawajengea gym ya kisasa, gym yenye hadhi ya nyota 5. Yaani gym, unapoambia gym ya kisasa maana yake ni gym ambayo ndani yake pia kuna vile viwanja vya, unajua vile viwanja vya nini, vya ambao tunasema ni zile ground ndogo ndogo zile ambazo watu wanapigana michezo ile ya futsal ile. Yaani kuna mchezo fulani unaitwa futsal, sio kama unajua. Mchezo fulani unacheza kwenye kiwanja kadogo. Kama uliwahi kufuatilia unafuatia sana mazoezi Brazil kule, mechi za Brazil, unaona kuna viwanja vidogo vidogo ambao watu wanachezaga pepo. Alafu wanachezaga pasi fupi fupi kwa haraka haraka. Yes, wataboresha. Maana yake kwenye gym ya kisasa ambayo itajengwa ni pamoja, itakuwa pia na include kiwanja kama hicho ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri zaidi. Lakini pia kampuni hii ambayo inaingia ubia na Young Africans itakuwa ina uwezo wa kuzalisha, yani sio kuzalisha, kusajili wa baadhi ya wachezaji ambao wanaona. Of course pia hata kwa upande wa Simba ipo kwamba kuna mchezaji ambaye mashabiki wanamtaka, wanaweza kumsajili. So pia hili kampuni ambayo pia imejizatiti hapo kwamba ikitokea kuna mchezaji mzuri wanamtaka, watamsajili. Hata kwa upande wa Simba hiyo ofa ipo. Sasa tusubiri tuone tu vile ambavyo watavitekeza. Lakini vitu ni vingi sana. Nafikiri hivyo ni vichache tu ambavyo nimekuambia, lakini hiyo kampuni ambayo inatajwa ni kampuni ambayo ni ya masuala ya petroli, ni kampuni ya petroli. Yes. Na kutakuwa kuna kadi maalum pia kwa mashabiki, kwa wanachama wale. Yanga kama unakumbuka ilikuwa na wanachama wake wa VIP wale, wanachama ambao wanapataga majezi nini vile kama wale wanachama. Watakuwa pia wanapata hizo, kuna kadi maalum zitakuwa zinatolewa kwa ajili ya nini? Ya mafuta. Kwamba ukiwa na hiyo kadi kuna punguzo la mafuta ambalo unalipata popote pale utakapokuwa Tanzania hii ukiwa mwanachama. Yaani kuna kadi tu fulani unatakiwa kuwa nayo ya Young Africans. Kwa hiyo ni moja ya ofa, na hiyo ni kampuni ya mafuta. Kwa taarifa ambazo nimezipata, kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote mimi nitaendelea kuwajuza. Ni kampuni ya mafuta, ni kampuni kubwa sana duniani. Sasa nitakutajia tu makampuni makubwa duniani. Kuna Total, kuna Puma, hayo ni makampuni, kuna Lake Oil, hayo ni makampuni makubwa sana duniani. Kwa hiyo inawezekana kwenye hayo makampuni moja wapo ni kampuni ambalo linaweza kwenda kufanya kazi na Young Africans kwa msimu unaokuja. Kwa cha msingi tuendelee kusubiri na kuona nini ambacho kitaenda kutokea, lakini Yanga ni babu kubwa, wamesaini bonge moja la mkataba, na huo mkataba utaweka rekodi ya dunia. Yes, na of course hii kampuni pia itakuwa imechungulia vizuri. Yanga unajua ni moja ya timu ambayo ina mashabiki wengi sana duniani